Naam, mtazamaji, karibu tena Bongo9 na leo basi nimeweza kuandalia bonge moja la story ambalo linamhusu mchezaji wa zamani wa timu ya Yanga na mchezaji wa sasa wa timu ya Piramidi Fiston Kalala Mayele. Bwana, kwa taarifa ambazo tumezipata hivi punde kutoka kwenye vyanzo ambavyo tunaviamini ni kwamba kuna baadhi ya timu hapa nchini Tanzania zinahusishwa na kutaka kumsajili kwa mara nyingine tena Fiston Kalala Mayele. Bwana, kuna matajiri wanataka kumrudisha nyumbani Tanzania Fiston Kalala Mayele. Sasa kabla tujaendelea, mtazamaji wangu wa Bongo9, ningependa kukuomba kusubscribe channel yetu, lakini pia kaa nami mwanzo mpaka mwisho hii video ili uweze kujua ni nani ambaye anamhitaji Fiston Kalala Mayele. Bwana, kwa taarifa ambazo tumezipata hivi punde sisi kama Bongo9 kutoka kwenye vyanzo vyetu ambavyo tunaviamini kwa 100% ni kwamba Engineer Hersi Said, mwenyekiti wa klabu ya Yanga, amefanya majaribio ya kumhitaji Fiston Kalala Mayele. Unaambia kwamba kwa sasa yupo katika mpango mzito wa kuhakikisha kwamba Fiston Kalala Mayele anarejea Tanzania, ukizingatia kiwango cha Fiston Kalala Mayele kimekuwa ni kikubwa. Msimu uliopita basi aliweza kuwa mfungaji bora katika mashindano yale makubwa kabisa ya klabu bingwa ya Afrika. Japokuwa kwa sasa trend yake imekuwa ni mbaya, fomu yake Fiston Kalala Mayele imeshuka kwa sababu takriban mechi 17 Fiston Kalala Mayele ameshindwa kushinda goli akiwa na timu yake ya Piramidi. Hivyo basi Engineer Hersi Said anataka kufanya mchakato kuhakikisha kwamba mzee wa kutetema anarudi nyumbani Jangwani na wananchi wanaendelea kutetema. Lakini pia kuna taarifa zingine kutoka upande wa pili, taarifa zingine kutoka katika klabu ya Simba, taarifa zingine kutoka katika mitaa ya Msimbazi ni kwamba Mohamed Dewji na yeye ameingia kwenye hiyo vita. Anataka kufanya maajabu, anataka kufanya vitu ambavyo vitamfanya Fiston Mayele aweze kurejea Msimbazi. Hapa bwana, kuna bato mbili, bato za watani wa jadi. Bato kati ya Mohamed Dewji na bato kati ya Mohamed Dewji na Engineer Hersi Said, mwenyekiti wa Yanga. Sasa sijajua ni nani ambaye ataweza kumrejesha Fiston Kalala Mayele, mzee wa kutetema hapa nyumbani Tanzania. Bwana, mimi ningekuwa Fiston Kalala Mayele sidhani kama ningeweza kurejea Tanzania, kwa sababu ningejiona ya kwamba mimi tayari kiwango changu kimekuwa na nilifanikiwa kuweza kuwa mfungaji bora katika mashindano yaliyopita ya CAF Champions League. Sasa mimi ningekuwa Mayele, ikibidi niende huko mbele, niende Uarabuni nikale zangu pension, au nitafute timu nyingine kubwa hapa Afrika, timu kama Al Ahly, ukizingatia kuna wakati Al Ahly walikuwa wanamhitaji Fiston Kalala Mayele, na kwa sasa kiwango cha Fiston Kalala Mayele kimeshuka, na watu wengi wamekuwa wakimtania Fiston Kalala Mayele kusema kwamba kiwango chake kimeshuka kwa sababu yeye aliweza kusilimu, yani kubadilisha dini, jambo ambalo kiukweli sio kweli. Sasa sijajua ni vitu gani ambavyo vinamtesa Fiston Kalala Mayele, lakini kubwa zaidi ya yote ni kwamba vilabu vya hapa nchini Tanzania, Simba na Yanga, vinamhitaji Fiston Kalala Mayele ili aje kutibu tatizo la washambuliaji hapo Tanzania, ukizingatia kabla hajaja Aurelien Depo hapa Tanzania, hususan kwenye hizi timu kubwa Simba na Yanga, hakuna mshambuliaji ambaye alikuwa na waka. Ukiangalia katika timu ya Simba washambuliaji wake wana magoli machache, akiwemo Soa mwenye magoli 3 na Selemani Mwalimu ambaye yeye ana magoli 2. Sasa bwana Engineer Hersi Said na Mohamed Dewji wanataka kutibu ili tatizo la washambuliaji hapa nchini Tanzania, na of course kwa timu ya Yanga chaguo la Fiston Mayele ni chaguo zuri kabisa, kwa sababu endapo Fiston Kalala Mayele akaja akaingia katika kikosi cha Yanga, basi anaweza kufanya makubwa akishirikiana na mshambuliaji mwenzie ambaye kwa sasa yeye ameweza kuwiti sana. Hapa namsemea kijana mdogo kutoka kule Angola, Aurelien Depo, mtu ambaye amekuwa akifunga magoli mengi sana. Sasa balaa la Depo ukijumlisha na balaa la Fiston Kalala Mayele, moto utawaka sana. Lakini pia ukija upande wa Msimbazi, balaa la Anicet Eura, balaa la Libase Gueye, afu katikati ukamuongezea Fiston Kalala Mayele, hususani katika eneo la ushambuliaji, basi moto utakuwa ni mwingi, moto utakuwa ni mkali. Na endapo timu za hapa Tanzania hizi kubwa mbili, Simba na Yanga, zikidiriki kufanya